Tunaianza safari yetu kuelekea Ruangwa Lindi kwa ajili ya mchezo wa siku ya kesho, mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Namungo Football Club. Tunaondoka na jumla wachezaji 22. Majina ya wachezaji mtayakuta kwenye application ya Yanga, siwezi kusema jina la kwanza mpaka la 22 kwa wakati ambao tuko nao sasa hivi. Kitu tunaondoka 22. Wako wachezaji ambao wamebaki Dar es Salaam kwa sababu mbalimbali zikiwemo za kiufundi, lakini wengine ni majeruhi. Kwa mfano Edmund John, mchezaji ambaye ana majeraha, na wengine ambao tumeandika taarifa zao pale kwenye Yanga app ni majeruhi na wengine ni sababu za kiufundi. Lakini 22 ambao mwalimu amewachagua ndio wanaondoka asubuhi ya leo kuelekea Ruangwa kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo wa siku ya kesho dhidi ya Namungo Football Club. Kwenye hawa ambao watakosekana, sijapita kwenye app pale. Clement Mzize pia yuko sababu sijaona hapa akisafiri. Jamona? Yes. Kwa sababu Clement alijitonesha kwenye mazoezi na fili kwa siku 2 kabla ya mechi ya JS Kabylie, na daktari akashauri apumzike, tumwangalie check up zaidi kwa sababu ametoka kwenye injury, tusilazimishe sana arudi, tumweke katika mazingira salama, alafu inshallah kishakuwa fit tutakuja kumtumia. Kwa hiyo nafikiri hata hii safari ameambiwa abakie kwanza. Hasa ni ushauri wa kitabibu tutuongoza. Daktari akituambia kwamba ameshakuwa fit anaweza kupambana, tutamjoin kwenye program zetu kuelekea mechi. Sio dabi tu, mechi zinazofuatia. Mnakwenda kucheza na Namungo kwenye uwanja wao wa nyumbani. Ni uwanja mgumu chini ya kocha Mgunda na kikosi chake kinaimarika kwenye mchezo wao nyumbani, wamepata matokeo mazuri. Mmejipangaje pia kwa hiyo? Namungo ni wapinzani wagumu na hasa wanapokuwa kwao wanakuwa na ushindani wa aina yake, na kucheza pia na Yanga pia wanakuwa na motivation ya ziada. Tumejipanga na yote hayo na sisi dhamira yetu ni kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunakwenda kupambana nao, kwenda kushindana nao kwenye pitch, na naamini kwa maandalizi ambayo tunayafanya, quality ya timu ambayo tuko nayo, mipango ambayo benchi la ufundi wanakwenda nayo itakwenda kuwa nguzo kwa sisi kupata matokeo mazuri. Haitakuwa mechi nyepesi na nyakati tulizonazo hizi. Unajua msimu huu mtaona kidogo kama kuna kitu kimebadilika. Tuko mwezi wa pili sasa hivi tutakwenda mwezi wa 3, lakini bado Yanga haijacheza hata mechi 10 za ligi. Tafsiri yake ni kwamba kipindi kama hiki ilikuwa tayari ushacheza mechi nusu za msimu, lakini bado kwa sababu ya ratiba ambayo imebana. Kwa mechi zinazozidi kuwa back to back na ndio ugumu unazidi kuongezeka, na sisi tumejiandaa nazo hizo mechi za back to back na huo ugumu tuweze kupata matokeo mazuri inshallah. Yametosha kuhusiana na mchezo na Namungo au kitu ambacho kimesalia? Nyinyi ndio mnauliza, mimi najibu. Kwa hiyo kama amewatosha haya majibu, niruhusu niende. Lakini uhakika kwamba mnakwenda kuchukua alama 3? Uhakika kwenye mpira huwezi kuweka tu, kwa sababu wale pia ni binadamu, ni wachezaji, wanafanya mazoezi, wanakula, wanashiba. Huwezi ukatoka tu kwenye safari ukasema naenda kuchukua alama 3 kwa huyu hapa. Hapana. Sisi tunakwenda kushindana nao. Tukiweza kuwa na maandalizi mazuri kuliko wao, tutapata hizo alama 3. Tukiweza kuwa maandalizi mazuri kuliko sisi, tutapata alama 3. Hii ni football. Huwezi ukasema tu kwamba huyu unakwenda kumshona. Sisi Yanga tunaweza kumfunga timu moja tu duniani, sio Namungo. Iko timu moja ndio tunaweka nayo, sio kuifunga wakati wowote, sio Namungo Football Club. Na ipo hivi karibuni. Bibi yangu. Yaani Namungo hamna uhakika nao. Namungo hatuna uhakika nao. Yanga, Young African Sports Club iko timu moja tu duniani ndio ina uhakika wa kuifunga kwenye kila mchezo. Lakini Namungo ni mechi ngumu, hatuwezi kutoka hapa tukasema tunakwenda kupata matokeo mazuri dhidi yao. Wanajiandaa na wana plani pia za kushinda. Unaijua bwana Zai bwana. Unaona ubishana nyuma. Hujui. Mnaijua bwana, msitaki kunichosha hapa. Na wanalalamika semaji kwamba kwa nini semaji atangaze uwanja wa mechi kabla ya mamlaka husika. Imewauma hiyo mimi kutangaza mechi. Kwa nini unatangaza wewe kabla ya mamlaka? Ndio nauliza, imewauma? Imelalamika. Kutaka maelezo. Haya, wapeni namba yangu ya simu. Wanipigie kwenye saa 8 mchana leo, nitawaelezea vizuri. Mimi ni mwenyekiti wa wasemaji. Habari yoyote inayohusu Yanga mimi na mamlaka nayo ya kuitangaza wakati wowote pale ambapo uongozi ukinielekeza kufanya nafanya. Haiko mwanadamu mwingine wa kunipangia zaidi ya uongozi wa Yanga. Kwa hiyo habari iende itakwenda. Lakini sasa muda wa kutoa ufafanuzi kwao ndio sinaga. Alafu kitu cha msingi ambacho nimegundua hivi karibuni, kama kuna mwanadamu au kiumbe hai ambacho kipo duniani kwa sasa hivi ambacho Simba Sports Club wanakiogopa, basi mimi naweza kuwa namba 1 kabisa. Wananiogopa kweli kweli. Yaani
Inaelekea hata mnavonioji hivi mkienda kupandisha hizi clip, kuna watu hata futari yao leo itakuwa mbaya, umeelewa? Nafahamu na niwaambie, hakuna wanachoweza kufanya. Malalamiko ambao nalalamika, hakuna kinachoweza kubadilika. Mechi itapigwa New Amani Complex, wanune, waumie, wavimbe, wapasuke, hakuna kitakachoweza kubadilika. Tukutane Guantanamo Bay siku ya tarehe 1 mwezi wa 3. Kila aliyejiandaa vizuri aende kuonyesha kwenye picha. Haya mengine yote haya hayana faida kwa sasa. Sawa, lakini pia kuna baadhi ya maneno mengi kwamba Damaro ndio ninakwambia Tanzania. Tunapoelekea huko watakuja kusema pia Dickson Jobu sio Mnyakyusa yule, Baka yule naye ni mtu wa kutoka Omani. Tunapoelekea huko mbele ndio ninasema, tunapoelekea huko mbele utasikia Baka pia tumegundua anatoka Oman. Jobu sio Mnyakyusa, huyu ni Malawi. Tunapoelekea huko mbele kila mtu atakuwa anasema, hata muda unaweza kusikia muda anatoka wapi, Kuwait sijui yuko Ethiopia, wanaanza kuongea vitu vingi. Sisi kama Yanga, na ni muhimu wana Yanga wakalifahamu hili jambo, kila dabi inavyokuja inakuwa na maandalizi yake na michezo yake ya nje ya uwanja. Kila dabi inavyokuja inakuwa na maandalizi yake na michezo yake ya nje ya uwanja. Sisi kama uongozi tunafanya tathmini yetu, tunagundua baadhi ya michezo ambayo inaweza kuchezwa nje ya uwanja, na dabi hii inawahakikishia kwa 100% haitakuwa ngumu kiwanjani, ila itakuwa ngumu sana nje ya uwanja. Sisi tumeshacheza hizo dabi sasa hivi mara 6. Tuna uzoefu nazo. Dabi hii ya tarehe 1 mwezi wa 3 haitakuwa ngumu kwenye pitch. Dabi hii itakuwa ngumu sana nje ya uwanja. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vingi sana mtashuhudia kutoka katika watu ambao wako nje ya Yanga na katika watu ambao wako ndani ya Yanga, watu ambao hata hamtawatarajia watazungumza ya kuzungumza, lakini tunafahamu sisi hizo ni vipimo vya maandalizi kuelekea kwenye dabi. Kwa hiyo wekeni masikio yenu vizuri, sisi uongozi umetulia, tunafanya maandalizi yetu vizuri na hatutamjibu yoyote. Majibu yetu yote tutakwenda kuyaonyesha New Amani Complex tarehe 1 mwezi wa 5. Kwa hiyo hao ambao wanalipwa sasa hivi, hao ambao wamepandikizwa, wameandaliwa kwa ajili ya kuiongelea vibaya Yanga, watengeneze pressure, watutolee focus kwenye maandalizi yetu, niwaambie tu kwamba hawatafanikiwa. Sisi kama Young Africans Sports Club tumeshakuwa na uzoefu wa kutosha kwenye hizi dabi, tunajua ni michezo gani inachezwa nje ya uwanja, watu wana dhamira gani. Kwa hiyo haya ya Damaro, haya sijui ya uwanja, haya ni machache tu. Kwenye hizi wiki mbili mengi yanakuja, ndugu zangu, mtakuja kunikumbuka, wanajulikana kama ni Yanga. Nakwambia mengi yanakuja, tushafanya vipimo vyetu, tushajua kila kitu na ni mengi yanakuja. Kwa hiyo kweni na subira, mtasikia mengi, lakini mimi msitegemee kama nitayajibu, kwa sababu tayari tumeshajua mchezo iko vipi na watu wanataka kufanya nini. Kwa hiyo tunataka tuende nao kwa taratibu. Unajua kama dabi hizi yani zina nakwambia kila dabi inavyokuja inakuwa na maandalizi yake na michezo yake. Dabi iliyopita silikuwa maandalizi, marefa wa ndani hawatakiwi, wakaitwa marefa kutoka nje ya nchi, unakumbuka? Kwa hiyo kila dabi inakuwa na ajenda zake, mizengo yake, michezo yake. Kwa hiyo hii mnaosikia sasa hivi ni mwanzo. Mimi nimeshapata faili lao lote la mipango ambayo nataka kuifanya. Yote nishapata faili lote. Jasusi kaniletea jeupe mezani. Bana, mipango iko hivi, mipango iko hivi, au iko hivi. Lengo lao wanasubiri sisi tujibu. Unaelewa? Tukishajibu sisi, maana yake tunapoteza utulivu wetu wa maandalizi kwenda kwenye dabi. Alafu matokeo yatakuja kutokea baadaye, matokeo yatakuwa yamegawanyika. Kuna stories za nje uwanja, kuna matokeo ya kwenye pitch. Kwa sisi tumetulia kama ambavyo maji huwa yanatulia mara zote. Ukitaka kujua urefu wake sasa tia mguu. Tunasema ukitaka kujua kina chake wewe tia mguu. Sisi tumetulia kimya, waongee. Najua mipango mingi imeandaliwa, mingi kweli kweli. Wako watu wamelipwa hela hapa sasa hivi, wako watu wamepandikizwa sasa hivi hapa. Wao utasikia vitu vingi sana hapa katikati. Lakini tulieni hivyo hivyo na sisi tumetulia hivi hivi. Kitu cha muhimu zaidi ni kwenda kushinda michezo inayofuatia mbele. Na ndio utulivu wetu. Haya mambo sijui nani. Ndio maana pia hata msije mkashangaa siku moja wakasema yule msemaji wa Yanga anatoka Denmark. Chunguzeni pasipoti yake. Ndio sasa nimekwambia hakuna kitakachobadilika. Yaani ni kama kifo. Yaani unaweza ukahama odi, ukatoka odi, ukaenda odi, ukaenda private, ukaenda emergency. Kama umeshakaribia kufa, atakufikia tu malaika wa kifo.
hata uhamishwe wodi kiasi gani, uletee madaktari bingwa kiasi gani wa kuzunguka, kama ahadi yako imefika, utaenda tu na maji. Msemaji nyewe mnaogopa Benjamin Mkapa? Hizo sita alishaona wapi? Si Benjamin Mkapa, si ndio bwana? Kwa hiyo sisi hakuna mahali tunapoogopa, na bodi ya ligi wao ndio wana jukumu la kuwaelezea. Sisi jukumu letu ni kutangaza mechi ni New Amani Complex. Maelezo akayachukua kwa Karim Boimanda, hiyo sio shida zetu, wakachukua maelezo kwa Karim Boimanda. Ila cha muhimu kwa wanayanga kuelewa, dabi imeshaanza. Yaani unaweza usisikie filimbi ya muamuzi, ila nisikilize maneno yangu, dabi imeshaanza. Kwa hiyo huku tapatapa maneno kila kitu, ndiyo dabi hiyo kickoff yake. Kwa hiyo kuweni na utayari. Kitu cha muhimu zaidi kwa sasa hivi ni Yanga yetu. Yanga inatakiwa ishinde hii michezo. Watu najua wanafanya kila hila hapa Yanga isimame. Kuna watu mimi nimewasikia, yani watu hawa wanasema dabi bana imepoteza mvuto. Mtu kabisa wa Yanga, dabi imepoteza mvuto bana. Simba ashafungwa sana. Mtu wa Yanga poteza mvuto, dabi ishafungwa sana. Dabi tuilindeje yani, kwa mfano tuilindeje? Haya wewe Yanga unataka tuilindeje dabi yani? Kwamba tusipeleke timu tufungwe. Ndio Yanga tuko hivyo. Ndio wanasema chunguzeni kauli za watu. Ndio Yanga yani kwamba eti bana dabi hii imepoteza mvuto hii dabi. Simba ashafungwa sana. Ndio mtu wa Yanga huyo. Sasa hivi kusajili kila miezi 6. Yanga wa kudownload hao Tunasajili kila miezi 6 hivi. Ndio ninawaambia. Ndio katika hilo kundi sasa nilowaambia la maneno mengi mtakayoyasikia, wala msiwe na wasiwasi. Sisi cha muhimu tumetulia, tunakwenda focus yetu vizuri kuelekea mechi ya Namungo, mechi ya JKT na mechi ya dabi. Yaani wanachokifanya sasa hivi ni kutaka kutolea na wala hawawazi tarehe moja. Wanaangalia hizi mechi mbili hawa Yanga tukiwaweka busy hapa pakiwa pana maneno pale, wanaweza kuangusha alama kwenye hii mechi ya Namungo au JKT. Alafu kule kwao tukafidiane. Ndio hesabu zao hizo. Lakini sisi kama narudia kuambia hapa, hatutajibu kunguni yoyote yule, hatuta entertain chawa yoyote yule. Focus ya Yanga sasa hivi ni kuelekea kwenye hii michezo tupate matokeo mazuri. Tukishamaliza hizi mechi nitakuja. Katika hao wote waliozungumza hamna hata mmoja ambaye si mudu. Wote hao kwangu ni uzito wao, ni uzito wa chini, uzito mwepesi ule. Wote hao. Hadi yule. Wote uzito mwepesi hao, wote wanaozungumza uzito wao mwepesi hao. Hamna hata mmoja. Na wanajijua. Yaani katika wote wanaozungumza wanajijua uzito wao ni mwepesi kwangu mimi. Hatujibu mtu sasa hivi. Tutakuja kuzungumza nao baadaye. Sasa hivi akili yetu sisi focus ni kushinda mechi zinazokuja mbele. Tutajiandaa nazo kwa utulivu mkubwa, hakutakuwa na mizengo yoyote, tutashinda hizo mechi inshallah. Hakutakuwa na mlango wa mtu kufunguliwa aje alete mizengo ndani. Tutafunga milango yote, patakuwa na utulivu, tunakwenda kujiandaa na hizo mechi. Wanayanga wanachohitaji ni timu yao ishinde. Wanayanga hawataki hii tushaacha hii. Timu inatakiwa iperform ishinde, na ndio malengo ambayo tuko nayo. Tumetolewa kwenye hatua ya makundi kwenye Champions League, tunataka tutetee makombe yetu ya ndani. Sasa yuko mtu anaumia pia Yanga akitaka kutetea makombe ya ndani, inamuumiza pia. Sasa hilo tumeshang'amua michezo yote ambayo inachezwa, na narudia kuwaambia hatutajibu kunguni yoyote yule, wala hatuta entertain chawa yoyote yule, kwa sababu tunajua mipango ambayo imepangwa sasa hivi. Tunachokielekea sisi ni Namungo, JKT, New Amani Complex. Kwa mashabiki ambao wanajaribu pia kujibu huko. Sasa hii mambo ya mashabiki. Mashabiki watajua wenyewe huko. Sisi kama viongozi hatutaingia kwenye hiyo mijadala. Sijui mara uwanja, mara sijui Damalo, mara sijui Yanga hivi, mara sijui Yanga hivi. Hatutaingia kwenye hiyo mijadala kama viongozi. Focus yetu na ambacho wanachama wametuagiza ni timu hii iandaliwe iende ikapate matokeo mazuri. Halas. Tukimaliza hapo sasa, kama jogoo nitawika, wala msio na wasiwasi. Kama jogoo tawika asubuhi, tawika mchana, tawika jioni. Alafu ambaye anajibudu atakuja mbele. Mimi utaratibu wangu si mnaujua. Mimi mwenyewe nimezaliwa mtaani. Mtoto wa Uswahilini mimi. Mimi si basi kazi tu inanipa itifaki. Lakini maneno mimi si kama jogoo, si asubuhi naweza nikawika na wewe tu. Wewe toka umeweza kunijua mimi, kuna mwanadamu anaweza kusimanga mtu Tanzania hii kuliko mimi. Sasa mimi si kazi tu inanipa itifaki, protocol, nani mheshimiwa. Lakini mwenyewe mtoto wa Uswazi ukitaka tusemane, yani kama jogoo asubuhi kuna kucha na kusema, mchana tunajua kwenye utosi na kusema, jioni na kusema. Bana, mimi ninatakia la heri, acha ni wahi safari.